Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo jeshi la taifa la FARDC limetangaza kuanza operesheni ya kuwasaka wapiganaji wa kundi la wapiganaji kutoka Rwanda FDLR walioko nchini humo. Naibu mkuu jeshi la DRC Jenerali Jacques Chaligonza alitoa taarifa hiyo katika ziara yake mjini Kisangani, kaskazini mashariki mwa Kongo. Operesheni hii inajiri kufuatia mwafaka wa amani uliofadhiliwa na Marekani mjini Washington. Rwanda alitakiwa kuondoa wanajeshi wake na kuacha kuunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Kwa upande wake DRC ilitakiwa kuwakabili wapiganaji wa FDLR ambao Rwanda imelalamikia kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Kutoka mashariki mwa DRC, mwandishi wetu Msekedide ameandaa taarifa ifuatayo. Naibu kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, Luteni Jenerali Jacques Chaligonza alitangaza kuzindua rasmi operesheni hizo za kuwasaka wapiganaji wa kundi la jeshi la vuguvugu kwa ajili ya ukombozi wa Rwanda FDLR Jumapili Machi 29 mwaka wa 2026. FDLR ambao wangali bado wapo katika eneo la Kongo. Uzinduzi huo ulifanyika wakati wa gwaride lililofanyika katika kambi ya Jenerali Bahuma huko mjini Kisangani. Mkuu huyu wa jeshi la Kongo akihutubia wanajeshi aliwataka wapiganaji wa FDLR kuweka silaha zao chini, akisisitiza umuhimu wa kujisalimisha kwao kwa hiari badala ya mapambano ya kutumia silaha. Huyu amesema, nami namnukuu, iwe kwa hiari au kwa nguvu, lazima wasalimishe silaha zao. Hatuhitaji umwagaji damu, lazima wasalimishe na kurudi katika nchi ya Rwanda. Mwisho wa kumnukuu. Nilizungumza na mchambuzi Laurent Mugiraneza aliyetuangazia haya. Hiyo haitushangaze sisi, sababu wakumbushe katika mwaka wa 2019 Rais Kisekedi alipofika kwenye mamlaka aliwaruhusu Wanyarwanda waingie Kongo ili kuwatafuta tu wale wa FDLR. Bado mpaka sasa hawajapatikana. Isitoshe, wakati wanaanza vita tena mwaka wa 2021 huko Chanzu, mpaka sasa wanakamata maeneo mengi ambayo tuliwazania kama kuna FDLR, na ile jambo haijawezekana mpaka sasa. Ndipo mzigo huu uendelee kubebeshwa Kongo, eti Kongo inawasapoti wa FDLR, wasingizia kama wako kwenye government. Upande wake mchambuzi wakili Omar Kavota akasema, ni ishara tosha ya kuwa serikali ya Kongo inajipanga kutekeleza kwa nia njema mkataba wa Washington. Iwapo Rwanda iliweza kuhimizwa ndani ya mkataba huu iondoe askari wake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC iliombwa iweze kumaliza kisingizio cha Rwanda kwa kuweza kuwasalimisha ama kuwasaka FDLR. Wakati mwingine Rwanda huwa ikidai ya kuwa FDLR wanapatikana katika jeshi ya Kongo ama miongoni mwa hao wapiganaji wa chini kwa chini wazalendo. Inafahamika ya kuwa hiyo ni kisingizio, sababu Rwanda na DRC wamefanya operesheni za pamoja kwa muda wa miaka mingi. Sasa wakati Rwanda ilikuwa inafanya operesheni za pamoja na FARDC kuwafyeka wa FDLR, ilikuwa ndio inawafyeka askari wa Kongo. Wakili Omar Kavota alirejea kwa kueleza, tunafikiri wakati imeshuhudiwa tangu juma jana kama AFC M23 na askari wa RDF wanaaja kujiondoa katika maeneo fulani fulani, watakuwa wamepelekea jeshi iwe na uwezo wa kuendesha operation za kijeshi zidi ya FDLR. Tunachoomba jeshi ya taifa na serikali ya Kongo ni kusema ya kuwa itumie njia zote, hata redio za kijamii, ili habari hii iweze kufikia FDLR kokote ambako wanapatikana, wale ambao watasikia mwito wajisalimishe. Naye Laurent Mugiraneza alimalizia kwa neno hili, tutaweza kuendelea tu na sisi kuomba kama Rwanda iende kaongee na wale wa FDLR wao, ili mateso wanaoipatia Wakongomani miaka nenda miaka rudi kwa jina la FDLR iweze kuweza kutoka. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni.